na ukadhani ya kwamba uadilifu ni kitu cha kawaida sana, lakini lau ukitizama kwa jicho la tatu, usitumie macho haya mawili ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametupa, unaweza ukaona madhara yake ni makubwa mno katika jamii. Nataka kumaliza hutuba yangu na maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutoka katika hadithul Qudus. Jaa fil hadithul Qudus anna Allah Ta'ala qala, imekuja kutoka katika hadithul Qudus kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema, ya ibadi kullukum dhallu illa man hadaituhu fastahduni ahadikum, enyi waja wangu, nyinyi nyote mmepotea, nyote mmepotea, illa man hadaituhu, isipokuwa yule ambaye mimi nimemuongoza, fastahduni ahadikum, basi ombeni hidayah kwangu mimi, ombeni mwongozo kwangu mimi ili niweze kuwaongoa. Sisi sote tumepotea isipokuwa yule ambaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemtaka amuongoze, huyu yuko katika salama. Sasa sote Mungu anatuambia tuombe hidayah kutoka kwake, tuombe mwongozo kutoka kwake. Wakati mwingine inawezekana hatufanyi mambo ya kumpendeza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama haya ya kutokusimama katika usawa na uadilifu, kwa sababu hatuna mwongozo kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu tumejitenga na uadilifu, tumejitenga na mwongozo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa Mungu asema niombeni mimi niwaongoze ili niweze kufanya jambo hili, kwa sababu jambo la kumuongoza mtu peke yake ni la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Isifike stage mwanadamu akasema ama Muislamu akasema pasina mimi yule pengine elimu asingeipata. Unaweza ukawa umemuelimisha lakini akakosa kuelimika, amekosa hidayah kutoka kwa Mungu. Unaweza ukawa umemfundisha kazi lakini akakosa ikhlasi katika kazi zake, hana hidayah ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenye kutoa jukumu hili, mwenye kumbebesha jambo hili ni mmoja tu, ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Huyu ndiye ambaye anaweza kutoa hidayah. Kazi yako ni kufikisha. Kisha anaendelea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akisema, ya ibadi, enyi waja wangu, kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imukum, nyinyi nyote mna njaa, nyote mna njaa, isipokuwa yule tu ambaye mimi nimempa chakula. Sasa niombeni mimi chakula, kwa hakika mimi nitampa, kwa sababu yeye ndio mmiliki wa riziki. Sasa nyinyi nyote mna njaa. Unaweza ukafika sehemu ukasema la, sina njaa, lakini kumbe una njaa ya mambo mengine. Wakati mwingine unaweza kama umejitosheleza katika mali, katika heshima, katika nini, lakini ukakosa watu tu wa karibu wa kukuambia hata pole tu pindi unapoumwa, wa kukuambia hata hongera tu pindi unapofanya jambo jema. Hiyo pia ni njaa, ni aina ya njaa ambayo mwanadamu anaweza akawa nayo. Njaa si kwa maana ya kula tu, si kwa maana ya chakula tu peke yake. Kuna njaa za namna nyingi. Kisha sitaki sana kurefusha, anasema ya ibadi, enyi waja wangu, au enyi waja wangu, kullukum arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum, nyinyi nyote nyinyi mko uchi, isipokuwa yule ambaye mimi nimemvisha nguo, basi niombeni mimi nguo niweze kuwavika nguo. Si kwa maana ya nguo tu, kwamba mko uchi kwa maana ya kwamba kweli fi'lan nyinyi mko uchi, la, bali kwa maana ya kuwastiri
Unaweza ukawa umefanya madhambi mengi, makosa mengi, lakini Mungu kwa fadhila zake anafanya nini? Anakustiri, ameficha uchi wako, kwa maana amesitiri aibu yako. Wa bifadhlika satarta, tukisoma katika dua kumaini. Na kwa fadhila za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amestiri mambo mengi ambayo lau kama sasa hivi Mungu angekuwa akituonyesha kila anachokifanya mtu, pengine pasingekuwa hapa ni sehemu nzuri ya kukaa, kila mmoja akimkimbia mwenzake. Lakini Mungu kwa fadhila zake anastiri haya mambo, anaonyesha uadilifu wake katika mambo haya, anaonyesha usawa wake